Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika chaneli yetu ya YouTube. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza kuanza kwa awamu ya pili ya ziara yake ya operesheni ya kusaka katika katiba mpya inayojulikana kama Fandalizi kote nchini. Viongozi wa chama hicho wameamua kuizindua operesheni hii katika kanda ya kusini kuanzia tarehe 18 mwezi wa Juni, ambapo mkutano wa kwanza wa hadhara utafanyika katika wilaya ya Nanjingwea siku ya pili ama siku ifuatayo ya tarehe 19 mwezi wa Juni. Msafara huo huo utahamia wilayani Masasi kwa ajili ya kuendesha mikutano ya hadhara na wananchi wa maeneo hayo. Hitimisho la mikutano ya hadhara kwa upande wa kanda ya kusini limepangiwa kufanyika tarehe 20 mwezi wa Juni katika manispaa ya Songea mjini, ambapo viongozi wakuu watafunga rasmi ratiba ya ukanda huo kabla ya kuelekea maeneo mengine ya nchi. Baada ya kukamilika shughuli zote katika kanda ya kusini, viongozi na wanachama wa chama cha Chadema wataelekea katika kanda ya Nyanza kuanzia tarehe 21 mwezi wa Juni. Katika ukanda huo, mikutano itaanza rasmi katika jimbo la Njombe, ambapo timu itakutana na wananchi kuelezea madhumuni ya operesheni hiyo ya katiba mpya. Siku hiyo hiyo ya tarehe 21 mwezi wa Juni, kutakuwa na timu nyingine ya pili itakayoelekea mji wa Makambako kufanya mkutano mwingine wa hadhara. Mgawanyiko ama mgawanyo huo wa timu mbili tofauti zinazofanya kazi kwa wakati mmoja unalenga kufikia maeneo mengi zaidi ya ukanda huo kwa ufanisi mkubwa na kwa muda mfupi uliopangwa. Ratiba ya kanda ya Nyanza itaendelea tarehe 22 mwezi wa Juni, ambapo viongozi hao watakuwepo katika wilaya ya Mbalali kwa ajili ya kukutana na wananchi wa eneo hilo. Tarehe 23 mwezi wa Juni, chama hicho cha Chadema kimepanga kufanya mkutano mkubwa sana wa hadhara katikati ama katika mji wa Mbeya mji, ili kufanya fursa na kuwapa fursa wakazi wengi zaidi kusikiliza ujumbe huo. Hitimisho la mikutano yote ya kanda ya Nyanza litafanyika tarehe 24 mwezi wa Juni katika mji wa mpakani wa Tunduma, ambapo ndipo itakuwa mwisho wa ziara kwa mikoa hiyo ya nyanda za juu kusini. Kuanzia tarehe 25 mwezi wa Juni, operesheni hiyo itahamishwa rasmi katika kanda ya magharibi, ambapo viongozi hao watatembelea mji kama Mpanda kwa ajili ya kuanza awamu hiyo mpya. Siku ifuatayo ya tarehe 26 mwezi wa Juni, chama hicho kitamalizia ratiba yake ya mikutano hiyo kwa kufanya mkutano mkubwa katika manispaa ya Tabora nchini. Sababu kubwa iliyotolewa na chama hicho ya kuanza awamu ya pili ya operesheni katiba mpya ya Fandalizi ni mtazamo wao kwamba sauti za wananchi na sana sana chama hicho bado hazijasikika vizuri nchi hadi sasa. Viongozi wa chama hicho wameeleza kuwa sauti zao zimekuwa zikinyimwa ama zikiminywa mara kwa mara na vyombo vya dola, ambapo vinatuhumiwa kufanya kazi kwa niaba ya chama tawala cha Chama cha Mapinduzi. Ndivyo hivyo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimesisitiza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kimekuwa kikitumia vyombo vya dola kana kwamba ni mali yao binafsi na kuvitumia kukandamiza mawazo ya upinzani. Hatua hiyo imekuwa ikizuia ujumbe wa mabadiliko kufanyikia wananchi wengi ambao wana kiu kubwa ya kupata habari na mwelekeo mpya kuhusu mustakabali wa taifa. Upinzani umebainisha kuwa uchambuzi wa bajeti kuu ya serikali iliyotangazwa wiki iliyopita unaonyesha wazi kuwa hakuna
kiasi chochote cha fedha kilichotengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimesema kuwa hali hiyo sio sasa ama sio sawa, kwa sababu inawanyima Watanzania haki zao za msingi za kiuchumi na kijamii kote nchini. Kutokuwepo kwa kipengele hicho cha bajeti kunaonekana kama njia ya kuwanyima wananchi fursa ya kuongeza mapato yao na kupata namna bora ya kujitanua kiuchumi. Kutokana na ukosefu huo wa bajeti ya katiba mpya, viongozi wanaamini kuwa wananchi wamenyimwa mbinu na njia sahihi ya kujikwamua kutoka kwenye lindi la umaskini unaowakabili kila siku. Chama cha Chadema ama Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimepanga kutumia operesheni hii ya mikutano ya hadhara kuenda kuzungumzia maswala hayo yote ya waziwazi mbele ya jamii ili kuleta uelewa kwa pamoja. Chama hicho kimeeleza kuwa kinaelewa uwepo wa kiu kubwa miongoni mwa Watanzania wengi wanaotaka kusikiliza kile ambacho chama kimeandaa na kinachotaka kukisema katika majukwaa hayo. Mikutano hii inalenga pia kuwashirikisha wananchi moja kwa moja katika matatizo mbalimbali yanayowakabili kwa sasa, kwa sababu matatizo hayo yanaguza maisha ya kila Mtanzania bila ubaguzi wowote. Viongozi wamebainisha kuwa matatizo hayo yalianza tangu matukio yalivyofanyika tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 na yameendelea hadi sasa wakati nchi ipo katika mijadala ya bajeti kuu. Serikali imekosolewa kwa kuonyesha wazi kupitia mpango wake wa matumizi kwamba haina nia wala mpango wowote wa kuleta ama kuelekea kwenye mchakato wa katiba mpya katika mwaka huu wa kifedha wa 2026-2027. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilishatoa msimamo wake huko nyuma kuwa ifika mwaka 2028 itakuwa ni kuchelewa mno kwa nchi kuanza mchakato wa katiba mpya, kwa sababu hiyo viongozi wa chama hicho wameita serikali iliyopo madarakani, ambayo wameitaja kuwa sio halali, kutengeneza ama kuweka bajeti maalum ya mchakato wa katiba mpya kwa haraka iwezekanavyo. Operesheni hiyo ya katiba mpya almaarufu Funduliz awamu ya pili inalenga kusukuma mbele ajenda hiyo kabla ya kufikia kwa ukomo wa muda huo uliowekwa na chama hicho. Uamuzi wa kuanzia kanda ya kusini ulikuja baada ya tathmini ya ndani ya chama ilionyesha umuhimu wa kuamsha uelewa wa masuala ya katiba katika mikoa ya Lindi na Mtwara kwanza. Wilaya ya Najingwea imechangia kuwa kivuto cha uzinduzi huu ili kutoa ishara ya mwanzo mpya ya mapambano ya kisheria na kijamii kuelekea mabadiliko ya sheria ya mama nchi. Maandalizi katika wilaya ya Masasi yamekamilika, ambapo viongozi wa mkoa na wilaya wameanza kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kusikiliza mwelekeo wa chama kuhusu masuala ya kiuchumi. Kufanyika kwa hitimisho la kanda la kusini huku Songea mjini kunalenga kukusanya maoni na changamoto za wananchi wa mkoa wa Ruvuma ili ziweze kuunganishwa katika ajenda kuu ya kitaifa. Mpango wa chama kuelekea kanda ya Nyanza unajumuisha mikakati ya kipekee kutokana na jiografia ya mkoa hiyo, ambayo inahitaji ufikiaji wa haraka na mtawanyiko mkubwa wa viongozi. Nchi ya Njombe vilevile umechaguliwa kuwa kituo kikuu cha kwanza kwa kanda hiyo ya Nyanza ili kuweka msingi imara wa hoja zitakazowasilishwa katika mikutano yote inayofuata katika ukanda huo.